Wasaa mwingine ni kukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Iran na Marekani watafanya mazungumzo, lakini mivutano inazidi kushuhudiwa. Iran na Marekani zitakutana kwa mazungumzo mjini Geneva siku ya leo ya Jumanne chini ya kiwingu cha vuta ni kuvute kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku Marekani ikiendeleza vitisho na Iran ikifanya luteka za kijeshi. Wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajiwa leo kukutana nchini Uswisi kwa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewasili Geneva kuhudhuria duru hii mpya ya mazungumzo baada ya duru ya kwanza kufanyika mjini Muscat nchini Oman. Hata hivyo, bado kuna shuhudiwa hali ya vuta ni kuvute katika majadiliano hayo. Licha ya Iran kusema kuwa msimamo wa Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia unaonesha matumaini ya kuelekea kutambua uhalisia wa mambo, mshirika mkuu wa Marekani Israel, ambayo haishiriki katika mazungumzo hayo, imetoa wito wa wazi wa kusambaratisha kabisa uwezo wa Iran kurutubisha madini ya urani na kuweka pia mezani suala la makombora ya masafa marefu ya Iran. Iran imekuwa ikipinga vikali wazo hilo na mara kadhaa imekuwa ikisisitiza kuwa iko tayari kwa mazungumzo, lakini pia imejiandaa ipasavyo kwa vita ikiwa hilo litahitajika. Serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani imekuwa mara kadhaa ikiitishia Tehran kwa mashambulizi, hasa baada ya maandamano makubwa ya kuikumba jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ambayo imesababisha maelfu ya watu kufariki. Hata hivyo, Marekani inasema hatutofautiani na Israel kuhusu suala la Iran. Akiwa ziarani mjini Tel Aviv, seneta wa Marekani kutoka chama cha Trump cha Republican, Lindsey Graham amesema Marekani na Israel hazitofautiani kuhusu suala la Iran, akisema kuwa uwepo wake huko ni kuhakikisha watu wa Israel kwamba hakuna tofauti iliyopo kati ya Rais Trump na Waziri Mkuu Netanyahu kuhusu nini cha kufanya. Tuna chaguzi mbili kwa sasa. Moja ni njia ya kidiplomasia inayojaribu kutafuta njia kutokomeza utawala huu kwa kuzingatia maslahi yetu ya usalama wa taifa. Chaguo jingine ni la kijeshi. Nadhani Rais Trump anatafuta njia ambayo itakuwa bora zaidi. Jambo la msingi ni kwamba uamuzi utachukuliwa katika wiki kadhaa na si miezi, alisisitiza Senator Graham. Hayo yakiarifiwa, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wameanza Jumatatu luteka ya kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi, wakisisitiza kuwa mazoezi hayo yanalenga kuliandaa jeshi na uwezekano wowote wa vitisho vya kiusalama na kijeshi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia waandishi wa habari jana Jumatatu jioni kuwa anayo matumaini kwamba kutafikiwa makubaliano kwa kuwa Rais Trump ni mtu anayetoa kipaumbele kwa suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Trump mwenyewe amesema atashiriki kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja katika mazungumzo hayo ya Geneva, huku akionya Iran kuhusu matokeo yatakayoshuhudiwa ikiwa hakutofikiwa makubaliano ya aina yoyote. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ambayo yanaendelea. Ni mzozo wa maneno kati ya Marekani na Iran, ambapo siku ya leo ya Jumanne viongozi kutoka nchini Marekani pamoja na wale kutoka nchini Iran ambao ni wanadiplomasia watakutana huko Geneva nchini Uswisi baada ya mkutano wao wa kwanza mjini Muscat nchini Oman, ambapo wataenda kuzungumza kwa mara nyingine tena juu ya jinsi gani wataweza kufanya katika kuhakikisha amani inapatikana au makubaliano fulani yanapatikana. Na ikiwa hawatakubaliana, ni kama vile alivyosema Rais wa Marekani Donald Trump kwamba lolote linawezekana, vita au diplomasia zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.